Dalili ya mvua ni nini? Tulitaka shule imekuja haijakuja? Tulitaka umeme umekuja hujafika? Tukataka zahanati, na leo niko hapa kuizindua zahanati imefika haijafika? Maana yake ni nini? Na maji pia yako njiani kufika. Samia oye! Leo nimekuja hapa na kazi mojawapo kubwa nimeifanya ni kuweka jiwe la msingi kwenye zahanati ambayo tumeijenga kwa ajili ya kitongoji chetu cha Manyoni. Na hii ilikuwa ni moja ya hitaji kubwa sana. Na zahanati hii sio tu zahanati ya kawaida, lakini zahanati ambayo pia inaweza kuhudumia mama zetu wajawazito na wale pia ambao wanajifungua, lakini pia inaweza kuhudumia watoto wachanga, kuwapatia huduma bora za afya. Mheshimiwa Rais amepewa tuzo nyingi duniani kama mmoja wa marais ambao wameweka kipaumbele kwenye swala zima la afya, lakini sana katika huduma ya mama na mtoto. Na ujenzi wa zahanati hii ni mwendelezo wa maono yake ambao anaagiza na kuelekeza huduma za afya hasa za wamama wajawazito na watoto ziendelee kuwa karibu na wananchi. Ndio maana pamoja na zahanati iliyoko katika kiwango cha kijiji, leo tumekuja kuzindua pia zahanati katika kitongoji. Maana yake ni nini? Maana yake ni kwamba maono ya serikali ni kuhakikisha wananchi wa Tanzania, bila kujali wanapatikana wapi, sio tu wa mijini peke yake, lakini pia wa vijijini, kwenye lengo ya kitongoji kama hapa tulipofika, na wenyewe pia wanapata huduma bora za afya ili kuendeleza uhai wao kwa muda mrefu, lakini pia kuhakikisha watoto wa mama wajawazito wanajifungua salama na wanapata huduma zote za muhimu ambazo zinahitajika ili kipindi chote wanapokuwa katika changamoto ya afya isiwe shida. Na maana yake baada ya kukamilika kwa zahanati hii, kitakachofuata sasa ni kuletwa vifaa tiba, lakini pia kuletwa wataalamu watakaoweza kuwahudumia wananchi wa Manyoni. Manyoni oye! Lakini pia kama nilivyosema, yako mambo mlieleza kama changamoto, na hapa zilikuwepo changamoto 4 kubwa ambazo Mheshimiwa Rais alizipokea. Ilikuwepo changamoto ya shule, kwa maana ya watoto wetu wapate elimu. Ilikuwepo changamoto ya afya, kwa maana ya zahanati katika kitongoji hiki. Lakini pia ilikuwepo changamoto ya upatikanaji wa umeme, na changamoto ya 4 ni changamoto ya upatikanaji wa maji. Lakini unapotatua tatizo wakati wote, lazima tuwe na vipaumbele. Tukakubaliana kule Manyoni sasa tuanze na vipaumbele. Tumeanza na shule, watoto wetu wanasoma sasa, na mnaona ujenzi unaendelea wa madarasa, lakini pia wa nyumba za watumishi, ili watumishi tunaowaleta hapa wawe na mazingira mazuri, waendelee kutufundishia watoto wetu. Watoto hawa kutoka katikati yetu hapa ndio baadaye watakuja kuwa wataalamu, wahandisi, watakuwa madaktari, watakuwa viongozi wa siasa, watakuwa wafanyabiashara, watakuwa wakulima wakubwa. Kwa hiyo tunataka wawe na mazingira mazuri ya kuweza kusoma wakiwa hapa Manyoni pia. Lakini eneo lingine ni la umeme. Nilipokuwa napita nilikuwa naona nguzo ziko pale, na hapa naziona zingine. Tayari umefika. Ilikuwa jambo lingine ambalo nilisema kwamba tunahitaji kitongoji chetu pia kiweze kufikiwa umeme. Na ilani ya Chama cha Mapinduzi ambayo Mheshimiwa Rais ndio anaishikilia, aliinadi na ndio tunaitekeleza, ilielekeza kuanzia mwaka 2020 mpaka 2025 tulikuwa tunatakiwa tuwe tumefikia vijiji vyote vya Tanzania takriban 32. Lakini kuanzia mwaka 2025 mpaka mwaka 2030 kila kitongoji cha nchi hii, tuna vitongoji takriban 64, kila kitongoji cha nchi hii kinatakiwa kiwe kimefikiwa na umeme. Na ninyi Manyoni tayari kama kitongoji umeme umekwisha fika. Dr. Samia oye!